Mnamchangia? Ndugu watazamaji, tumekutana na chambuzi anaitwa Heavyweight, mtu hatari. Leo sisi tunataka tuzungumze soka. Au unasemaje mwalimu Yanga Nyungu ama? Kijana wangu Dula mwanangu. Dula bwana, kanenepa sana. Mangungu anamlinda. Sasa Dula umeangalia game? Sana. Dakika 90 zilikuwa za moto kweli kweli. Lakini game ilikuwa na mahitaji tofauti. Young Africans akiwa anahitaji sare ama ushindi kwa bingwa. Lakini Simba Sports Club alikuwa anahitaji ushindi wa lazima kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Imekuwaje aliyehitaji ushindi kakosa ushindi, aliyehitaji sare kapata ushindi? Unajua ukiniuliza ilikuwaje nitakwambia ni matokeo ya mpira. Unaelewa? Kwanza ni kiri mlikuwa vizuri, Yanga alipingiki. Kwa sababu leo nimekutana na wana Yanga, kwa sababu unajua watu wengi wanadhani kwamba mimi Yanga sijui sipatani nao, mimi sijui na chuki nao. Nafikiri nyewe mnaelewa kazi naofanya. Sisi watu wa mpira, sisi tunajuana. Lakini ni kwamba Yanga mlikuwa vizuri ndani ya dakika 45 za kwanza za kipindi cha kwanza. Simba ambao walikuwa wanahitaji zaidi ushindi, walikuwa wanafanya vitu ambavyo si vya msingi vya kuwafanya washinde mchezo. Ndio. Umeelewa? Hilo jambo la kwanza la msingi. Yanga wanajua kabisa Simba hatari yao inatengenezwa zaidi eneo la katikati. Nitoka kuambia vijana, kaambia Simba asilimia 46.36 mashambulizi yao na progress kupitia eneo la katikati. Kwenye Premier League. Yanga of course mechi zote maana yake sio leo tu. Yanga wamegawanya. Eneo la kati watakupiga, eneo la pembeni, kulia, kushoto kote wanashambulia. Inategemea na wewe mwenyewe umekuja vipi. Ukiziba kati watashambulia pembeni, ukiziba pembeni watashambulia katikati. Kwa sababu wana wachezaji ambao wanabadilika. Kwa mfano niweza kusema Pakome, unaona Pakome yule? Pakome ukimzuia katikati Mr MVP ataenda pembeni. Of course sio MVP. Sio MVP. Hamna, hapana. Wakati tunamchambua Pakome unajue ni man of the match katika mechi 7. 9 za Premier League. Of course naelewa. Kaamua ubingwa wa Yanga. Lakini Godi Yanga pamoja na mwalimu tunabidi tukubaliane jambo moja. Pakome akikaa benchi Yanga inapata matokeo vizuri tu. Na inacheza mpira mzuri kabisa. Kwa nini? Kwa nini? Lake halipo. Kwa nini? Kwa sababu still bado yupo kwenye timu ambayo imezungukwa na wachezaji wengine ambao wanafanya kazi ya ushambuliaji kwa rahisi. Wewe unadhani Simba ngoja nimalizie point yangu. Au akikanje? Ngoja nikwambie au akikanje Simba unaona kabisa kuna kitu kimepungua mzee. Yule amechangia mabao mangapi? Mabao karibu 24. Unaelewa? Maana yake 15 amefunga, 9 ameassist. Sasa mchezaji kama huyo 16 alafu ameassist nyingi penalty. Unaelewa? Mzee namba 10 namba 10 kakosa mbili huyo. Chambuzi penalty. Penalty muhimu. Umeelewa mwalimu Yanga? Penalty muhimu. Dula mwesikia penalty kweli ni muhimu, lakini penalty tunazungumza mazingira gani? Au ukisema Chazi au namba zake ambazo zitengeneza. Ndio watu wanasema Chazi au ametengeneza magoli aliyofunga, penalty alizozifunga. Ndio hizo penalty za kina Kefa Kayombo. Yaani mimi kwangu. Za kina Kefa Kayombo. Mimi kwangu Kefa Kayombo ameingiaje? Mimi kwangu au. Unasikia? Saido yule ambaye alikuwa anazeeka. Unaukumbuka msimu ambao Saido alikuwa anamaliza mfungaji bora na Mayele? Alikuwa na mapenalty kibao. Saido alozeeka, yani ndio aua kijana. Tuendelee kwa mchambuzi. Hiyo sasa nyewe mmechambua nyie. Unajua hapa mchambuzi ni wewe. Mchambuzi wewe. Sisi mashabiki. Nyinyi mchambuzi ni mimi. Sasa hapo nyewe mnachambua sasa. Aua kijana Saido alozeeka. Nataka niwaambie jambo moja. Mimi nawasikiliza sana pointi zenu. Na of course mna pointi zenu ambazo muda mwingine si walaumu. Umeelewa? Kwa mfano mwalimu Yanga. Mtu unamsikia akwambia huyo mipenati tu. Mechi ya leo yenyewe tumetoka kushuhudia hapa. Goalkeeper Pinpin Kamara kafanya jambo la ajabu, kafanya faulu, imefunikwa. Si ndio? Faulu kweli ile penalty kweli. Pakome amepata, angekosa. Ile penalty kweli. Sisi hatuzungumzi. Sisi wangama. Penalty za Kefa Kayombo. Mchezaji po katikati na penalty ya uongo. Sio na penalty kweli. Kayombo ni muamuzi mzuri. Wapi Simba yangecheza na Jafet Smart. Ni muamuzi wazuri. Mimi kwa mfano ingekuwa sio waamuzi wa nje kuchezesha dabi. Ile leo. Mimi ningependekeza Jafet Smart. Leo. Kefa Kayombo simngekataa nyewe wazee wa kususa. Leo achezeshe refa Mbongo hapa. Wewe unasikia Yanga angeondoka na mbili. Unamkumbuka Smart alitoa penalty 3 ule? 2 sio penalty 2 sio 3. Yule anafaa kwa sababu penalty
ni miongoni mwa sheria ambazo zinasimamia mpira. Sawa mchambuzi. Dula, sisi hatusemi penalty sio kama tukio ambalo lipo katika sheria. Lipo. Tunasema penalty ipo. Penalty tunapata mazingira gani? Mtu katikati ya uwanja mtu anaweka penalty. Au lazima anamwambia bwana katikati ya uwanja wapi mwalimu Yanga? Twende bwana mchambuzi. Bwana mchambuzi, kuna kitu kinaitwa eneo la katikati la midfield. Yanga Africans walimweka kwenye katikati ya kiungo Alidi Aucho. Ndio. Mudasiri haya basi. Luke Abuya. Hilo eneo lilikuwa na ubora kiasi gani kwenye mchezo wale? Ndio maana nikasema awali, nikasema kocha yoyote kwa timu kubwa kama Yanga akikabiliana na timu kama Simba atasoma kwanza mpinzani wake. Kakwambia Simba shambulizi lao kubwa wanategemea eneo la katikati. Ambako anajulikana ambaye ametengeneza magoli mengi ni Jean Charles Ahoua ambaye anacheza naye katikati. Wakagundua kwamba hawa ukiwadhibiti vizuri eneo la katikati hawafurukuti, na ndio maana unaona leo Simba hawajatengeneza nafasi nyingi. Inajulikana Simba hawajatengeneza nafasi nyingi kabisa. Yanga walikuwa wakishambulia, unaona kuna uhatari mkubwa zaidi kuliko hivi. Shot off target ni moja tu, on target hawajapata kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo sikiliza, ngapi leo umechelewa? Ngoja sasa nichambue. Mbona unapapara? Hebu tulieni. On target umpata. Kwa sababu hata hivyo pia nyie hamjawa kwenye kiwango kikubwa sana. Ila ni kwa sababu nayo pia mmekuta nayo Yanga hii leo sio kiwango kikubwa. Nao kidogo mchekea. Alafu kwa hiyo tungekuwa na kiwango kikubwa ingekuwa. Unajua tukiachana na mambo ya ufundi ni warudishe kidogo nje. Wewe kwanza on target Dula ni ngapi? Hapo Simba sasa Yanga tulikuwa sana. Sababu nilikuwa kuna baadhi ya matukio alikuwa ananipita, mara mtu kapita anauza karanga, mara nini, unajua mambo ya uwanjani. Chambuzi. Kwa muda mwingine moja kama sio moja ana. Mimi sitaki kuongea kitu ambacho sijakifuatilia. Mimi sijaona on target. Kwanza pembeni peke yake shoot off target. Ndio shoot ile akata shot off target moja. On target on target moja, on target sifuri. Nimekazania hapo kwenye on target. Ila mwisho wa siku ngoja niwaambie kitu kimoja. Hii mechi ilikuwa ina laana ya mashabiki wa Simba. Laana. Kwa sababu kuna vitu mimi nawaambia, kuna vitu vingi hapa katikati vimetokea, viongozi wamevifanya ambavyo haviendani.